Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza wewe, mwamba wetu, wewe Mungu wetu, mfalme katika mambo yote. Tunakuinua, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, wewe uabudiwe Bwana kwa mambo yote. Mfalme, umetukirimia upendo wako na ukatupa ukweli ndani ya mioyo yetu. Asante ni kwa sababu kutukuchagua, ulipotuchagua umefanya sisi Bwana Jehova Jire tuweze kutambua yale yote yaliyofanyika mwanzo, ndio yote itakuja kumalizia. Ni kwa sababu kazi yote ile Bwana ulitangulia kuifanya, wewe tu ndiye mwanzi, utamalizia mambo yote kulingana na vile Bwana ulikusudia kutoka mwanzo. Asubuhi ya leo Bwana, siku ya leo tunashukuru ni kwa sababu ya uponyaji wa mioyo yetu. Tunashukuru ni kwa sababu ya uponyaji ya maisha yetu. Tunakushukuru ni kwa sababu Bwana umetuondoa katika dhiki, katika maradhi, magonjwa ya kila aina. Umetuondoa katika umaskini, na sasa hivi Bwana Jehova Jire, neno lako ama neema iliyo ndani ya neno yako ndio inatamaraki ama inatawala ndani yetu kwa upendo mwingi. Bwana Jehova Jire, pokea sifa, mfalme wa ajabu. Ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Pokea sifa ni kwa sababu ya kutufungua katika uafu. Asante Bwana ni kwa sababu ya kutuita majina mapya mema kuliko yale yalikuwa bereni. Aropa sheketoria disapria taminitaria desire. Tunakuinua Bwana Jehova Jire tukisema ya kwamba neno lako asubuhi ya leo litakuwa neno Bwana Jehova Jire la kuwafungua watu wote, la kuwaokoa watu wote, na kuwafundisha Bwana Jehova Jire mapenzi yako kila wakati kulingana na vile upendavyo. Twakuinua mfalme mwenye nguvu na mwenye uwezo na mamlaka, ni kwa sababu wewe tu ndiye unaweza. Haleluya, mtakatifu wangu. Na nena Bwana chochote kifungao maisha ya mwanadamu, moyo wa mwanadamu, chochote kipiganao Bwana Jehova Jire na neno lako wakati linapoendelea, ninakiweka chini ya miguu yetu Bwana Jehova Jire. Napinga hali yoyote ile inukao na kuzuilia mapenzi yako Bwana Jehova Jire iweze kutufikia sisi wote kulingana na vile upendavyo, katika jina lako Yesu Kristo. Wewe ndiye mpendwa wetu mfalme, na wewe ndiye njia yote. Wewe ndiye Bwana mfalme, mapenzi yako mfalme wa ajabu imeandaa na imetuandaa sisi kusimama na kufanya kulingana na vile upendavyo. Asante Mungu wetu mfalme, neno lako liko hapa na ninalinenea watu walio mbali na walio karibu. Bwana ninakuomba wacha liweze kuwa msaada na liweze Bwana kuokoa, kufungua, kuponya, kwa sababu kila mamlaka yako Bwana imo katika neno. Asante Mungu wetu na Baba wetu kwa uwezo na kwa utukufu mfalme, ni kwa sababu wewe ndiye nguvu zetu na wewe ndiye uwezo wetu, na ni katika jina lako Yesu Kristo ninashukuru na ninaomba, amen, amen. Asubuhi ya leo tunaendelea na kuangalia neno la Bwana, tukiona ya kwamba mapenzi ya Bwana wakati inapotimia katika maisha yetu, inatimia ni kwa sababu Mungu amekusudia. Hakuna mtu atimizaye mapenzi ya Mungu maishani mwake, lakini kutoka mwanzo Mungu aliyatimiza, alipigana vita kali sana ndio sisi wote tuweze kufunguliwa. Nikiangalia neno lake siku ya leo, tukiendelea na kusoma the secret of forgiveness of sin, kuna mahali nimekosea kidogo lakini nitatengeneza. Nataka kusema ya kwamba pasipo msamaha wa dhambi juu ya kila mmoja wetu katika ulimwengu, pasipo msamaha wa dhambi kwa njia kamilifu, ni kwa sababu watu wengi hawajatambua msamaha wa dhambi haukuji na njia zile tulikuta tukionyeshwa. Haukukuja ama haufikagi kwa mwanadamu kwa njia zingine za kujitolea sana. Mtu anafikiria amesamehewa dhambi kwa kuomba maombi mengi. Mtu anafikiria amesamehewa dhambi kwa kuwa yani always you are in the church ama una fellowship. Haya yote haiwezi kukufungua. Ni watu wengi sana walio ndani ya nyumba la Bwana, lakini kama neno nilikuwa ninalo lisoma asubuhi mahali hapa, nikaona linasema ya kwamba wacha nisome na Kikuyu kidogo. Inasema ya kwamba katika kitabu ya Second Timothy 3 2 Timothy 3 mstari wa 5 inasema, tareke thome na Gikuyu tu please tondu nikio hingurite haraka, ati neo matuaga ta meamurire Ngai na kurega ni maregaga hinya uria umaga uhoro-ini ucio
ohoro-ini ucio acio neo acio nao umethemage. Ya ni Yesu ananena. Bwana asifiwe. Ni neno la Bwana linazungumza, na tukiteremka na huko chini kwa sababu sijafika kulisoma, wacha tutasoma. Kuna watu wanaofikiria kwamba kwa sababu wanaomba na wanaona vile wameomba imetimia, na sio kwa sababu ni Mungu anayatimiza, ni kwa sababu mambo mengi hata tunaona yanatimiza katika maisha yetu. Kwa watu wengi kutojua na kutoelewa njia ya maombi, sasa mambo yale wanaomba wanaona kama yametimia. Ni mifano ya ukweli ule ungetimia kabisa wakati ule utakapokuwa umejua njia ya kuomba, njia ya kuhubiri, njia ya kusoma neno, na njia ya kuwa mnyenyekevu. Ni njia gani ya kujinyenyekeza mbele za Bwana. Watu wengine wanafikiria ni kwa sababu ya kwenda kanisani, kukula mesa, kunywa divai, kuomba sana, kufunga, kuwa katika fellowship every time. Na tunaona mathomaga hĩndĩ ciothe, wanaenda ndani ya nyumba ya Bwana wakati wowote, ni wasomi wa Biblia sana. Lakini mapenzi ya Bwana haikuwa hayo. Mapenzi ya Bwana yalikuwa ya kwamba sisi wote tujue kazi ya mwanae, na tukitambua ile kazi ya mwanae tuweze kupenda hiyo kazi, na tena kuyanena hiyo kazi, kwa sababu kutokana na neno la Bwana katika Biblia, kila Mungu ako na haja nayo ni jambo moja tu: kutambua aliyemtuma, kutambua mwanae yule aliyemtuma. Sio kutambua kanisa iko na watu wengi, sio kutambua wale wako na Mother Guild, sio kutambua suti zile watu wanaovaa wakati wanapoenda ndani ya nyumba hiyo ya Bwana. Wanaweza kuwa ni ya watu na wasoma 2 Timothy 3:5, ni wasomi, wanakuanga ndani kila wakati wakidhani ya kwamba wameupokea uzima wa milele, na ukweli hawajatambua yule anayenenwa katika lile neno wanalodhania ni Kristo. Yule wanafaa kumkaribia ndio waweze kutambua kile kimefichwa ndani yake. Bwana asifiwe. Watu wengi wako katika tu mambo ya kutazamia na kufikiria na kujionea ya kwamba wao ni wakamilifu. Yeye yule anayekukamilisha sio wewe kwa matendo yako, sio wewe kwa kazi yako, sio kwa familia yenu kuwa wela, sio kuwa na fedha nyingi, sio kuwa na magari na mijengo mikubwa. Hizo zote ukatakuwa nazo, lakini uwe kama yule tajiri wa Lazaro. Please, usiweze kulinganisha pendo lako na pendo la Bwana na mambo yale ulio nayo. Yale ulio nayo ni shando. Ni shando, na yote utaiacha hapa ulimwenguni. Kitu moja tu ndio kitaenda mbinguni. Nini? The word. Lile neno litakuwa ndani ya moyo wako, litakusimamia mpaka mbele za Bwana. Kristo Yesu wakati ule alibatizwa na John the Baptist, hapo ndipo shetani alitambua ya kwamba Kristo si kama Adam and Eve. Yule alimkoshesha mara moja na Adam and Eve wakaweza kumfuata. Akafikiria naye huyu anayeitwa mwana wa Mungu Kristo Yesu, huyu tunaita Adamu wa pili, Shetani akafikiria ako na hekima juu yake. Please, watu wa Mungu, wacheni vile Shetani anaowaza juu yako, anaowaza juu yangu, izikuje kutimia. Haleluya. Wacha asijue wewe ni mtu wa aina gani. Akikufikiria
ajikute ya kwamba unaenda Amerika, awe yani akikugojea katika ndege ya Australia, wewe ulipanda ya Amerika, ama umepostpone your journey. Sasa uko tu Kenya ukigojea wakati ule tena sababu ni gani? Shetani hajuangi kuhusu wewe. Wewe ndiye unamjiuliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikisema haya ninasema ya kwamba wakati huo Yesu alipobatizwa, Shetani hakuwa anajua Kristo Yesu ndiye anakuja kubatizwa na John the Baptist. But wakati ule mbingu zilifunguka ikasema ya kwamba huyu ndiye mwanangu ninayempenda, Shetani akajua huyu ndiye. Akasema wakati alichukuliwa na Roho, Shetani alimfuata mpaka mahali alienda, akifikiria ni kama Adam and Eve vile alimdanganyililia katika shamba la Edeni. Akaenda na akagoja Yesu Kristo aweze kumaliza maombi yake ya 40 days, alafu akamsongea, akifikiria ni kawaida, akifikiria anajua njia zake, akifikiria anajua yale yote Kristo iliyo ndani ya moyo wa Kristo. Akakuta hakuna makitu anayokitambua kumpitia Christ, hakuna. Yesu alimgonga tu na neno. Mimi na wewe tunafaa kujua ya kwamba sio neno lile lililo ndani ya Biblia litatushidania, sio hilo neno lililo ndani ya Biblia litatushidania. Ni lile neno umelitoa ndani ya hiyo Biblia likaingia ndani ya moyo wako, ndio uweze kujifungua nalo wakati wowote ule unahitajika. Bwana asifiwe. So tunahitaji kuwa wasomi wa neno. Haleluya. Na si kusoma tu, ni kuliamini neno na kukubali lile neno liweze kutuongoza kulingana na vile Mungu anavyohitaji. Topic yetu ni crucifixion of Christ brought changes in the kingdom. Wakati tu Kristo Yesu alipofufuka, ufufuo wa Kristo, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo kulileta mabadiliko makuu sana ndani ya ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ulibadilika. Ufalme wa mbinguni ulileta mazao yanayoonekana yasiyotokana na mwanadamu. Kristo alileta yale mazao mwenyewe kutokana na kazi aliyoifanya katika msalaba. Msalaba wa Kristo ndiye uzima wetu. Hapo ndipo uzima wetu ulipotoka, juu ya msalaba wa Kristo. Katika kifo chake sisi hapo ndipo uzima wetu ulitoka, kwa sababu tulikuwa wafu kabla Kristo hajafika katika nafasi ya kufa. Tulikuwa wafu, tulikuwa tumedanganyika, tulikuwa tumepotea, tulikuwa watu wasio na mwelekeo. But wakati tu Kristo alisimama kwenye mwanya akafa, akiwa hajabeba damu ya kondoo wala ya haiba ya mnyama wowote, hapana, alibeba damu yake yeye mwenyewe. Katika kitabu ya Hebrews akasulubishwa msalabani, yeye mwenyewe kwa uwezo na kwa nguvu na kwa mamlaka yake akamuokoa mwanadamu yeyote aliye katika ufalme wa Mungu. Akamuokoa. Kazi iliachwa pande yetu, mimi na wewe. Ukigojeshwa uingize goal na katika nafasi yako wewe mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana ni arogoshu. Na kuingiza goal kule ninanena juu yake ni kukubali na kuamini
ya kwamba sio kazi yangu na sio mimi nimejitoa katika mkono wa mpenzi. Ni yeye amenifungua. Ni yeye ameniokoa hivyo tu bure. Ni yeye amenitoa katika hali ya utumwa. Ameniondolea mateso yote. Ameniondolea kifo. Na ameniondolea hali yoyote iliyokuwa tangu mwanzo inanisonga, inanidharau, inanihubiria kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tuweze kuliangalia neno pamoja nawe, tulisome ndio tuweze kuona mapenzi ya Bwana na kutambua kazi iliyo ndani ya Kristo Yesu ni kazi ya namna gani. Ninakuomba hapa katika huo mstari tumeusoma kwa sababu nataka niusome na Kiswahili. Katika 2 Timothy kuna watu kama hawa. Yes. Katika kitabu ya 2 Timothy 3 mstari wa 5 inasema ya kwamba having a form of godliness but denying the power thereof. Yes. From such turn away. Wenye mfano wa utaua, wenye mfano, kuna watu wenye mfano, na nikio kikuwera igatereri, neo metuaga ndani ya nyumba la Bwana, katika wokovu, katika dini yoyote. Sio watu wote wanakuanga wakamilifu kama vile Mungu anavyohitaji. Na dakwira nama, wacheni tuwe tunaangalia mambo mengine katika maandiko ndio iweze kutuongoza na kutufundisha. Ndio hata wakati unahitaji unaangalia mtu unaanza vile unamuona, unafikiria hivyo ndivyo alivyo. Akivaa suti anaonekana akiwa sawa sana, akiongea anaonekana akiwa sawa sana. Ni mifano ya watu wale wateule. Haleluya. Jua ndani ya nyumba la Bwana na wasomaji wa neno kuna mifano. Kuna mifano ya watu wanajifananisha na wale watu wateule, wale watu wameokolewa kikamilifu, wale watu waimba wimbo wa utukufu wa Mungu, Kingdom of God, katika ukweli na kwa uhakika. Kunao katika nyuso zao waonekana kama wako katika usawa, but hawajaamini death, burial and crucifixion. Kinini? Yeah, crucifixion of Christ. Hawajaamini. Wao ni mifano tu ndani ya nyumba la Bwana. Haleluya. Kama vile kuna tunda la watu kulizalisha na kuna original fruit na kuna lile linazalishwa na mti mwingine. Tunda lile kamili ni lile original fruit, halijazalishwa na kitu kingine. Likionekana hilo ndio original. Hili lingine ni mfano wa lile la kwanza. Watu wengi wako katika nafasi ya kujifananisha, na ndio dini ile inaotawala siku ya leo katika ulimwengu. Watu wasiotambua wala kuvumbua kile kimefichwa ndani ya neno, ndio aweze kukivumbua, aweze kujua mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Sababu watu wengi wamepotea, wamedanganyika, wameongozwa na viongozi vipofu, nao wakapofuka mara pili. Hawaoni, hawatazami na hawasikii.
but wako na jicho la kuona yale yanaowatosha, na wako na sikio la kusikiliza yale yanaowatosha, lakini hawana jicho wala sikio la kutambua yaliyofichwa. Bwana asifiwe. Na ndio neno linatuambia kwamba, hiyo mstari wa 5, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Ni wewe sasa uweze kuangalia, uweze kujiuliza, niko katika mtumishi aliye katika nafasi ya mfano, ama niko katika mtumishi aliye katika ukamilifu ule unaohitajika? Jiulize sana. Bwana asifiwe. Tukiangalia katika kitabu ya Luke 24, katika kitabu ya Luke 24, Luke 24:25 inasema, then he said unto them, O fools and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Yesu alinena hayo kwa nini? Sababu aliwatazama akaona, akaona watu amekaa pamoja na wao miaka 3.5, but wako tu katika mfano wa kutoamini, wako tu katika nafasi ya kutoelewa. Hawa watu wawili walikuwa wanaenda Emmaus, walikuwa wanafunzi wa Kristo, but hata wakati Kristo alifufuka hawakuamini. Number 2, hawakumtambua wakati alipojiunga pamoja nao. Na ukweli, alijiunga pamoja nao katika hali ya kimwili, lakini hawakumtambua. Mawazo yao ilikuwa imevumbwa na yale waliokuwa wanafikiria juu ya Christ, yale walikuwa wanatarajia kutokana na Kristo. Kwa hivyo hawakumtambua hata wakati alipokuja kwao, sababu matarajio yao ilikuwa tofauti na yale Kristo alikuwa anawafunza. Kristo akawauliza, yule mtu aliwatokea akawauliza, fools and slow of heart, watu wasio, Kiswahili inasema, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito na kuamini yote yaliyoyasema walioyasema manabii. Aliwatazama akaona watu walio na upole wa kupokea, kushika, kutambua. Hata kutafakari kwao kulikuwa tu duni. Yesu akamuuliza, fools, watu wenye, sio kuwatusi, aliwatusi, lakini aliwaambia, kwa nini mmefanyika kama wapumbavu? Kwa nini hamtafakari, hamkumbuki, hamuoni, hamsomi, hamuamini yale yote yaliandikwa na manabii? Kwa nini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati manabii waliandika, akina Moses waliandika kumhusu yeye. Wacha tusome. Ought not Christ, ought not Christ ought not Christ to have served
those things and to enter into his glory. Yeah? Je, unakuweka kanisani usiku na mchana? Na wakati unapotazama msalabani wa Kristo, unalia ukichukia wale walimsulubisha. Kama Yesu hakusulubishwa, mimi singekuwa na ufalme wa mbinguni. Mimi singeitwa mwana wa Mungu. Kwa nini uko yani mpaka unalia? Unajifananisha na yeye kubeba msalaba. Yani umechukua mifano yote ya Easter, umewekelea msalaba mgongoni, umesulubishwa kama yeye. Hebu nikuulize, wakati unayesulubishwa pale msalabani kama Yesu, moyo wako na wa Yesu ni mmoja? Wewe unaonena ati ya kwamba hujasikia mambo yale, kwani wewe haujasikia mambo yale yamefanyika ya Yesu wa Kristo wa Nazareti? Walikuwa wanaongea wakifikiria ndio wao wako katika njia. Walikuwa wanafikiria wajua, waelewa, lakini yule wananena juu yake ndiye huyu. Bwana asifiwe. Ni watu wengi sana, hata wakati wanaoenda yani kusunguka kwa hii msalaba na kusulubisha watu wengine kujitoa kusulubishwa, hauangalii na uone ya kwamba wewe ndiye huyu. 2 Timothy 3:5. Wewe wasoma, wajua, watambua, lakini moyo wako hakuna mahali unayetambua ama kukaribia kufanana na moyo wa Kristo. Bali umedanganyika kwa sababu umejifanya kuwa Kristo. Umevaa nguo ya usuni, unafuata ukafikiria hiyo ndio ile njia imeandikwa ndani ya maandiko. Hapana, njia sio hiyo. Hata pasipo kufanya jambo lolote lile, ukae katika nyumba yako, moyoni mwako ukiamini ya kwamba kuna kazi Kristo aliyoifanya wakati ule tulikuwa hatujazaliwa. Si mifano tunafaa kuonyeshana, mioyo yetu ndio inafaa kufanana na moyo wa aliyesulubishwa. Na itafananishwa na nini? Itafanana na moyo wake wakati ule tutakapo lisoma neno, kuliamini neno na kukubali kazi iliyofanyika katika msalaba na kutambua yale Mungu aliyoyatenda katika John 3:16. Alitupenda sisi wote katika ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee kwa yeyote yule atakayeamini. Kwa hivyo Yesu alitolewa katika ulimwengu, akafa katika msalaba kwa watu wasioamini kamwe, na hakuna hata mmoja alikuwa ameamini. Yeyote atakayeamini, haleluya, ataokolewa. Hebu nikuulize, wakati unapobeba msalaba, wakati unaposulubishwa kama mfano, haya, umeamini mwenye hiyo kazi? Moyo wako na moyo wake zinafanana? Wewe unaoongoza na kufuata hiyo haya mambo yote, moyo wako uko na namna gani? Tafakari sana. Uache kuwa tu mfano wa Dagon, ile iliwekwa pamoja na sanduku la agano. Badala ya Dagon
Pentagon iweze kushinda sanduku la agano, siku ya kwanza ilianguka. Wakati zilisimamishwa pamoja, siku ya pili sio kuanguka tu, ilikatika katika vipande. Ilishindwa na kujipigania. Mfano wa Mungu wa kweli. Chochote kifananishwayo kitakwisha. Haikitambuliki mbele za Mungu, hakijulikani, hakieleweki. Wanaojifananisha katika kitabu ya Roman 5:39 wanadhani wameupokea ufalme wa mbinguni kwa sababu wamepokea uzima wa umilele, kwa sababu wanatambua maandiko, wanajua maandiko, wanayasoma, lakini hawajajua kile kimefichwa nyuma yake. Watu wengi sana wako hapo. Mtu hajajua at ought not Christ to have served those things and to enter into his glory. Nilikuwa ninasema zamani, nikimshika yule Aki alimuua Yesu, Aki siwezi muachilia. Na hĩndĩ ĩyo ndarĩ o kanini, tondũ ndonaga ũguo gũtiagĩrĩire. Kumbe nĩguo ĩyo nĩyo yarĩ njĩra, tondũ nĩ kwarĩtio nĩ anabii, no nginya Jesu ageka agoka na akue na agerere thĩna mũru mũno. No ithuĩ turatua ati tondu tureona uguo, tunajiona vile tunajiona, tunafikiria hiyo ndio. Usijione wewe, jimulike na neno la Bwana. Wacha neno likupatie tafsiri yote ndani ya moyo wako, katika maisha yako. Neno la Bwana ndio kioo. Neno la Bwana ndio msema kweli. Neno la Bwana ndio liko na ufafanuzi wa kweli katika ndani yake. Kwa hivyo ndio niweze kuwa understand the scriptures, ni lazima niweze kusoma kila kitu. Si kusimama tu na New Testament, ninapoteza Old Testament. Nikipoteza Old Testament, New Testament haina haja tena. Nikipoteza New Testament, sitatambua kile kimefichwa ndani ya Old Testament. My dears, hizi vitabu zote mbili sina haja sana, na uwasaidike na kile kimefichwa ndani yake. You must read all the scriptures, everything together, new and old. Ndio new ifafanue old, ndio upate Christ in Old Testament. Pasipo kumtambua Christ in Old Testament, hallelujah, unajidanganya wewe mwenyewe, wajidanganya wewe mwenyewe. Sababu Old Testament yote from Genesis to Malachi yanena kumhusu Christ, yanena kuhusu death, burial and resurrection. Bwana asifiwe. Na ndio crucifixion ya Christ iweze kutupa msaada. Inaleta msaada kwa yeyote yule atakaye amini. Kufa, kuzikwa, mwishowe kufufuka kwake. Bwana asifiwe. Ati ni lazima akufe, ateseke, ndio aonyeshane glorification. Teje, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Anajinena, anawaambia, si ni kitu imeandikwa, atu aikarite nao miaka 3 na nuthu matirambikuririkana
matiramenya, matiramutambura. Hivyo ndivyo hatutambui kazi ya Kristo. Hivyo ndivyo hatutambui yale yote aliyoifanya kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Sisi twakaa tu katika mambo ya kudhani. Tunakuwa na juhudi kubwa sana juu ya Mungu, lakini hatuna maarifa. Hatuna maarifa. No knowledge. Bwana asifiwe. Na ni vyema sana tuweze kutambua mambo haya yote. 27. At the beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the thing concerning himself, Christ. Wanaambiwa nyinyi akina Cleopas na wife, nyinyi nimekaa na nyinyi miaka 3.5 na hamtambui Musa na manabii wote. Yesu aliwaeleza yote. Katika maandiko yote imeandikwa mambo yaliyo mhusu yeye mwenyewe. Paulo akasema, Christ akasema, ati mutiramenya yale yote yaliandikwa na Musa na hata manabii. Yaliandikwa kumhusu yeye. Yaliandikwa kumhusu yeye. Ebu mtu wa Mungu jiulize, unajua hivyo? Ati from Moses, Genesis 1 to Malachi, akina prophets waliandika kuhusu Christ. But people, they were thinking about stories. Zile wanazozisoma ndani ya neno, ndani ya Old Testament. Hakuna kitu wanaangalia, wanaona Kristo ndani. Na kila chapter inanena kuhusu Kristo in Old Testament. Mpaka waleo wakati tunanena mambo kama haya, watu wanauliza, sasa hawa ni watu wa aina gani? Nini wanatuambia? Na tunaona tu yote yale yameandikwa, akina Adam na vile nyoka alikuja, na vile wamedanganyika, na vile Samson, na vile David, na vile akina Hosea, akina Yona kutumwa Ninawi akaenda akakataa. Unafikiria ni hivyo tu? Hayo ni mambo yamefichwa. Hayo ndio Yesu Kristo alikuja kuyafichua in New Testament. Na kama maandiko haijaandikwa, na kuambia mtu wa Mungu, singeweza kusema haya yote. Lakini kwa sababu imeandika yenyewe, ati yale yote iliandikwa na Moses from Genesis to Malachi, ilinena kumhusu yeye. Haikunena kuhusu hadithi yoyote. Hadithi yoyote unahadithiwa ndani ya kanisa yako, ya vile watu walinona na wengine wakakoda. Hadithi yoyote ile haimuhusu Kristo. Hiyo ni scam, uongo mtupu. Kile tunafaa kukinena kuhusu katika kanisa na katika fellowships, zile zinamhusu Bwana, tunafaa tu kunena kuhusu. Kuhusu nini? Christ. Yeye aliyekufa, akazikwa, na siku ya 3 akafufuka. Na tuna understand Bible wakati tumeisoma New Testament and Old Testament, tukiwa na mwelekeo wa kumtazama Yesu ndani ya kila chapter, ndio tuweze kupokea ufunuo ulio kamili
ule Mungu alitarajia uweze kuonekana na sisi. Hallelujah. Ebu 2 Timothy wacha tusome hapo 28. Tuone kama walimtambua wao wenyewe, kama waliamini ya kwamba gai aje hatuku ya ebu number 28. And they drew near unto the village whither they went, and he made us though he would have gone further. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye aliwafanya kama anataka kuendelea mbele. Yeah, number 29. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went into tarry with them. Yeah, alikubali. Wakati walimzungumzia, wakamnenea, wakamwambia waende pamoja kwa sababu usiku umeingia. Yesu hakukataa. Wakiwa hawajui wanamkaribisha nani. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana. Mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Number 30. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake and gave to them. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Alitenda kitendo kile alikuwa anapotenda pamoja na wao wakati walipokuwa pamoja, wakati alikuwa hajakufa. And their eyes, sasa hapa ndipo inanifurahisha. Wakati alitenda hiyo kitendo, ndio waliweza kumtambua, ndio waliweza kujua kwani alikuwa nani. Na ndio walianza kuulizana, na si tulikuwa tunasikia hivi na hivi na hivi wakati alikuwa anapozungumza. Tulikuwa ndani yetu tunachomeka. Kumbe alikuwa mwana wa Mungu, kumbe ni Kristo. Wakamtambua kwa njia nyingine, yani akasema, and they said one to another. No, but that one. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Kitu yenye hakuwa anafanya bereni wakati walikuwapo pamoja, ile 3 years and a half, kilifanyika siku hiyo. Wakati tu aliobea mkate wakamega pamoja, akawapa. Biblia inatuambia kwamba he vanished out of their sight. Aliondoka, yani unajua ni kama ile Nigerians tunaona kitu unaona, alivanish. Wakaanza kumtafuta na wasijue amepitia wapi. Yeah. That is wakasema, and they said one to another, did not our heart burn within us while he talking with us by the way, and while he opened to us the scriptures. Na simio yetu ilikuwa inachomeka. Ndio raigwa. Wanakumbuka chomeko, lakini hata hawakumbuki wakati walikuwa pamoja. Hivyo ndivyo mioyo ya watu wengi ilivyo ndani ya nyumba ya Bwana.
wanakumbushwa Sunday, haya na hapo kweli. Lakini wakimaliza kutoka hiyo Sunday hapo kwa lango la church, kila kitu kinakwisha ndani yao. Kila kitu kinakwisha ndani yao. Wanakaa wiki mzima pasipo kuelewa wala kutambua mapenzi yake, wala pasipo mwongozo wake. Wanakuja Sunday kulia na kuinua mikono na kukaribisha uwepo wa Bwana. Na tena kuanzia mwanzo, Bwana tubariki, Bwana tuinue, Bwana tuponye. Hiyo inakuanga mtindo wa dini nyingi ndani ya makanisa. Sababu walisahau na yeye, walisahau. Wakati walipotoka ndani ya nyumba la Bwana, hata kama walifundishwa neno namna gani, kwa sababu Yesu alikuwa amewafundisha neno 3.5 years, but hawakumtambua hata wakati aliwatokea. Hivyo ndivyo watu wengi walivyo. Wakija ndani ya nyumba la Bwana kulia, kumwomba makamasi, kumsihi, kuomba blessings, kulia na kegi, na kuigaragaria, na kuikara nohonokio wa maitho wa kuju wa mwili. Lakini sio vile mioyo yao ilivyo ndani yao. Sio vile mioyo yao ilivyo ndani yao. Yesu aliwafungua macho wakati ule walikuwa pamoja, lakini hawakumtambua. Ndivyo waliachwa wakisema, nasi tulikuwa tunafikia kuchomeka. Wakati ule alianza kufungua Biblia na kuisoma, ni unaona ule atukoragwo tuhana. Hivyo ndivyo tunakuanga ndani ya nyumba la Bwana. Tunaendaga kuchomeka Sunday. Tunachomeka. Tukimalizana na ibada, hiyo mchomeko hauko tena. Tena unaigojeza Sunday. Watu wa Mungu, tunafaa kutambua na kuelewa Mungu wetu kikamilifu. Na ndio tuache kuwa tunamhitaji tu wakati ule tunahitaji. Tunamhitaji, tunampata tu only on Sunday. Kristo alikufa msalabani ndio aweze kudumu pamoja nasi, aweze kukaa katika maisha yetu, aweze kuwa eternal ndani yetu. Lakini si wakati tuyani, hata wakati neno lisomoapo twadhani tumepokea uzima wa milele sababu tumefungua Biblia. Twadhani tumepokea uzima wa milele sababu tumeenda mapema. Twadhani tumepokea uzima wa milele kwa sababu tunajua kuomba na kusoma mistari. Tunakula meza na tunakula sakramenti. Sababu ya kwamba wakati tunapoomba, mtu anaomba masaa 5, anadhani ya kwamba hiyo ndio ile juhudi watu wengi walio nayo, lakini si juhudi iliyo na maarifa. Wengi wamedanganyika kabisa mioyoni mwao kufikiria ya kwamba wamjua, wamuelewa na ni wao. Lakini Bwana anasema hawawajui wala hajawahi waona, hawatabui kama vile na wao hawajamtambua. Bwana asifiwe. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi jiani na kutufunulia maandiko?
Watu wa Mungu, mimi naomba, ombi langu siku ya leo ni ya kwamba tupokee Kristo ndani ya mioyo yetu kwa kuamini neno lake, kuondoa mambo yale yote yaliyo na changamoto isiyo ya kikawaida kupitia neno la Bwana. Watu wengi wamekufa mioyoni mwao, hawana uhakika ya kwamba ufalme wa mbinguni ni wao. Hawajatambua kikamilifu wakifa ataenda wapi. Na unafaa ukiwa tu katika ulimwengu tulio ndani yake, hauna shaka wala taswishi yoyote ya kwamba ufalme wa mbinguni ni wako pamoja na watu wenu. Sababu wakati nimetambua watu wetu, nimeanza kuwashirikisha. Haleluya, Bwana asifiwe. Nimeanza kushirikisha watu wetu, nao watu wetu, kwa yeyote yule atakayeamini na ageuke, jina lake litaandikwa katika kitabu ya uzima. Bwana asifiwe. Jiulize, wewe wakula mwenyewe, hakuna mtu mwingine hata mmoja unayeambukisa chakula chako. Wewe ni mtu wa aina gani? Wewe mlavi. Neno limefundishwa moyoni mwako, limewekwa neno kwa wingi, lakini hauwezi mgailia mtu mwingine. Wewe wawatazama hivi, unawaona wakiwa sasa hawa. Leo acha nikwambie, usihukumu mtu kama hujawahi mhubiria akakataa. Kama hujawahi hubiria mtu akakataa, usimhukumu. Sababu, na kama umeshawahi mhubiria moyo wake ukaendelea tu na kuwa mgumu, usimhukumu. Omba. Aliye na neno la kupasua mahali umefikisa, wapatane. Wewe ulikuwa na kiwango mpaka mahali kimefika. Kuna pengine kunaye yule anayengojeshwa akuje apasue. Wewe, tunaelewana? Kama vile daktari, ukienda kwa daktari hawa wa kawaida, wanasemanga wanajua kutibu mashida yote. Akakuna kupadawa na kupadawa na mpaka mashindano na nini, mpaka saa ingine anakuambia pengine hii nataka operation. Lakini mwishowe unajikuta umeanguka mkononi mwa daktari mwingine aliye na uwezo wa kutambua yale yanayokusumbua. Sababu wa kwanza alisumbua wewe mwili wako. Wa pili naye anasimama pale, naye mnasumbuana, anasumbua wewe mpaka anakuambia hapa ni operation. Lakini yeye mwenyewe hawezi fanya ile operation kwa sababu hajatambua vyema. Kunaye yule amekamilika katika hiyo jambo ya operation. Ukikosa kukutana na mtumishi wa Mungu anayejua kifo cha Yesu, kuzikwa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu kikamilifu, mtu wa Mungu, utakaa katika udanganyifu miaka yako yote. Mtu yeyote yule hajui msamaha wa dhambi vile unavyofanya kazi ndani ya maisha ya mwanadamu, atakushidisha mahali pamoja. Utajikuta katika nafasi ya kufikiri ya kwamba sawa. Ni kwa sababu umeambiwa inua mikono ukaribisha Roho wa Bwana. Kuja hapa mbele useme nyuma yangu. Unafikiria uko katika kawaida na katika usawa. Nakwambia mtu wa Mungu, utakaa katika hayo mambo usiku na mchana, na utakufa tu ukitamani ni nani sasa atakuja kukupaka mafuta ya mwisho mpaka unatumana. Todo unaona kama kutamasi yarimo magako igiri iguru. No okakuhoera thaisi ngekua. Gutira makania kani gukura akua. Kama
ulielekezwa na ile njia inayofaa kupitia forgiveness of sin and being born again, ukuelekezwa kwa njia kamili, mtu wa Mungu, hata hauhitaji mtu akuja karibu na wewe hata wakati una give the ghost. Hauhitaji, sababu moyo wako umetoshereka na yeye yule aliyekuokoa katika utumwa wa dhambi ile ulikuwa ndani yake. Tena moyoni mwako unasikianga kukiwa na amani kweli, sababu aliyekuita alikuchagua na akakufanya kuwa mkamilifu. Katika kitabu ya Ephesians, alikubariki na baraka zote za rohoni. So ufalme wa Bwana ni baraka moja ya rohoni, na hakuna ufalme mwingine ndani ya mwanadamu mzuri na mtamu na wakufana kama uzima wa milele. Forgiveness of sin, salvation, ndio yule muujiza mkubwa sana katika mwanadamu, kwako na kwangu. Haleluya. Na kupenda, time yangu inaendelea tu kuyoyoma, lakini hatunyatuki pale, kwa sababu kile tunacho kidharau ndio kiko na uzima. Kile tutaki ndio kiko na nuru yetu. Tulisoma na wewe katika kitabu ya Proverbs, tukaona ya kwamba alimwambia, tegea neno langu sikio lako na utaishi. Shika, fugilia. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ndiye nuru juu yako na juu yako. Katika hiyo neno tunalolisoma, najua tuko pamoja pale Luka, tunaangalia, tunaona ya kwamba katika kitabu ya Luka tumesoma 26 to 27, lakini tumesoma mpaka 31. Tunaona ya kwamba Christ aliwafanya kutambua, kujirecognize, wani wakajitambua, alafu wakamkumbuka yale aliyokuwa anayoyanena wakati walipokuwa pamoja. Kwa hivyo neno la Bwana lekegwire, usifurahishwe na yule mtu anayotafsiri neno la Bwana kwa mawazo yake. Neno la Bwana linajitafsiri lenyewe. New Testament inatafsiri ni Old Testament. Sio ya kwamba ukiota ndoto unazileta naye anakutafsiria lile ndoto na kulingana na vile yeye anavyofikiria. Hata ndoto nyingi tunaoota sio za kutafsiriwa, zingine ni za chakula na uzito wa tumbo kusiba, na maneno mengi na shughuli nyingi ulio ya shida jana mpaka wakati, na makasiriko mengi ama furaha nyingi iliyo ndani yako. Ukilala unaota, sababu hiyo ndio iliachwa ikiwa imejiandika katika mawazo yako. Sasa unajikuta kama ilijikuta ukiwa kama katika makashiriko, katika shida, katika mateso, utaota tu na shetani akikutesa. Kwa hivyo usifikirie yote inatafsiriwa na Biblia. Ya Biblia ni ya Biblia. Ndoto kama ya Joseph ilihusikana na uungu mpaka wa kifo cha Yesu. Lakini wewe unafikiria kwa sababu umeota ukikibiswa na ubwa. Sasa unasema kuna maraya, kuna umaraya unatawala datiga.
Mau mothe ni maundu maria marehirwo ni anabii aria matarĩte ni Ngai. Wale manabii wasioitwa na Mungu walileta muhadhara katika maisha yetu, wakatudanganya, wakatuelekeza na njia zao ndio tuwaamini. Na wewe kwa sababu ya kutoelewa ulimfuata. Bwana asifiwe. Na kuambia mtu wa Mungu, neno limefichwa. Neno linajitafsiri lenyewe. Halitafsiriwi na mafikira ya watu. Mtu asikuje na kitabu kingine chochote akuje anza kukutafsiria Biblia. Biblia yajitafsiri yenyewe. Kitabu kingine chochote wachana nacho. Neno laji onyesha lenyewe. Biblia wacha tusome katika pamoja nawe katika 2 Timothy again. 2 Timothy, kuna mahali ningetaka tusome tuone na wewe. 2 Timothy 3:16. Wacha tuanzie 15. Biblia inasema ya kwamba, and that from a child thou hast known the holy scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hakuna kitu kingine kinaweza kukuhekimisha na kukupatia imani iliyo ndani ya Kristo Yesu isipokuwa tu neno. Hakuna kitabu kingine. The word of God. Haya mengine yote kutoka kwa mawazo ya watu, bure kabisa. Matapiko juu ya mesa. Utatapikiwa udini wa mtu na atakukomesha na madanganyo ingie ndani yako. Utatarajia mambo haitakufikia kamwe. But wakati ule tunaelewa neno na kulisoma neno na tunaliamini neno vile lilivyo, kulingana na tafsiri ile imepeanwa katika Biblia, na kuambia mtu wa Mungu utafurahia. Namba 16 inanifurahisha sana. Inasemaje? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, andiko, word of God, ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni pumzi yake. Uko na kazi ya kulisoma neno, Genesis to Revelation, liweze kuingia ndani yako. Sababu neno lote limeandikwa ndani ya neno, ndani ya Biblia, ni pumzi ya Mungu. Na wakati ule lilio pumzi ya Mungu kulingana na vile imeandika, kila andiko lenye pumzi ya Mungu rafaa kwa maandiko, kwa mafundisho. Kila, sio yote imeandikwa kwa Biblia imetoka kwa Mungu. Kuna zingine ilikuwa mawazo ya watu. Lakini unaambiwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu, yoyote ile yenye pumzi ya Mungu, rafaa kwa mafundisho. Na ndio ninakufundisha asubuhi ya leo, nikikuelekeza na kukuonyesha ya kwamba neno la Bwana ndio chanzo cha maisha yako na ndio mwisho wa maisha yako. Neno la Bwana ndio limenena kuhusu ufalme wa Mungu kutufikia na uzima wa umilele kuupokea sisi kumpitia mwanae Kristo Yesu, yule aliyesulubishwa akafa
akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka katika uwezo wote, nguvu zote na mamlaka yote. Bwana asifiwe. Si wakati wetu wa kutafakari na kutafutililia mahali tutatoa nguvu. Watu wengi wanaenda katika uganga kwa sababu hawajui neno. Wakitambua neno, watakuwa na hekima ya juu sana. Watakuwa katika nafasi ya kuelewa waganga na washawi na devil worshippers na wale wengine wote hawaamini kazi ya Kristo. Wanakuaga kinyume. Utajua wako kinyume. Na hautakubali kuwakaribia kwa sababu neno limekuvumbua macho. Tunasoma mahali pale, tumesoma katika kitabu ya Luka. Ile ya Luka 24 tumeona. Wakati aliwafungua macho wakamtambua na yeye akafanisha kaenda. Waliamuka saa hiyo, hawakutaka kujua kama ni usiku. Wakaenda kuambia wale wengine. Sababu wametambua. Wakati utatambua mapenzi ya Mungu wako, na wakati utatambua neno la Bwana na tafsiri yake katika maisha yetu sisi wote, hatutakaa chini, tutaenda kuwajulisha. Tumekaa chini kwa sababu hatujatambua. Tu kama wale akina Cleopas. Tuko kama wale watu wawili walikuwa wanaenda Emmaus. Tuko kama Petro akizuilia Mungu kifo cha Yesu wakati Yesu alimwambia rudi nyuma shetani. Tuko kama Judas aliyemuuza Yesu akifikiria amemfikisha mwisho. Tuko kama wale walimpokea mkononi mwao. Wale walimuua, maaskari wakaletwa wakakalisha ile tumbo. Na wakaweka zil, maaskari wakiwa wanaangalia, na Yesu akatoka na akaenda. Wakasikia ako mahali fulani akihubiri, wanajiuliza alitokea wapi? Wakati ufunuo wa Kristo utaingia ndani yako, mtu wa Mungu, hautakaa chini. Utakuwa na kilio moyoni mwako, ni kwa ajili ya watu wale hawajafika katika kiwango wewe umefika, ya kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu juu yao. Bwana asifiwe. Ate kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, sababu hiyo pumzi ya neno ndio inatutimbu, inatutengeneza, ndio inatubadilisha, ndio uzima. Hapo ndipo sana hiyo pumzi ndio uzima katika maisha yetu. Rafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Yes. Amka, chukua godoro lako uende. Enda ukajionyeshane kwa makuhani. Neno hilo Yesu lilikuwa linatoka ndani ya kinywa chake. Enenda, imani yako imekuponya. Neno la Bwana, pumzi, neno lililo na pumzi ya Bwana lafaa kwa kufundisha, kuonya, kuadibisha. Bwana asifiwe. Wakati hiyo onyo inaingia ndani yetu, uzima unaingia ndani yetu. Tunakaa katika njia iliyo na nuru. Hatukomeshwi na mambo yale yanakuja kunyang'anya mioyo yetu katika mkono wa Kristo. Wakati inajipanga kukunyanyasa, furaha uliyo nayo ya Kristo, mara moja unalisoma neno, unatabua kuna mnyang'anyi anafanya nini? Ananyemelea. Sababu moyo wako na moyo wa Mungu
zimepatana, zimeshikana, na ufunuo wake ukiingia ndani yako inafunua jabasi ile inataka kukuondoa mkononi mwake. Hiyo jabasi inakwambia tulia, inakwambia rara, inakwambia biashara ndio mzuri kuliko, ona sasa nyumba itafungwa. Yani inakuanga na sababu nyingi sana. Hiyo jabasi ikikunyang'anya mkononi mwa Bwana, ikitaka kukunyang'anya mkononi mwa Bwana, ikitaka kukutoa katika amani na furaha na pendo lake Kristo, kwa sababu shetani hakukuja ni kwa ajili ya jambo lingine lolote ila aibe, aharibu na auwe. Na hayo yote yakifanyika katika maisha yako, unajikuta amani hakuna, upendo umoja hakuna, ukweli hakuna, wokovu umekuwa baridi, magonjwa inaanza kuinuka. Ya sababu fundisho lenye pumzi limekosa nafasi ndani yako. Hata kama linatuonya makosa yetu, hata kama linatuongoza na ile njia hatungependa, lile neno ndio liko na jicho sawasawa na mapenzi ya Mungu na kutuadibisha katika haki, linatuelekeza katika ukweli wa Mungu. Siku ya leo mtu wa Mungu nitafika hapo, na ninataka tujue ya kwamba kile ninataka tuweze kutambua sana 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 ni msamaha wa dhambi ule Yesu alienda kufundisha Nicodemus, naye akakataa. Alikuwa anafikiria ametosheka na amefika, na yeye anampenda Mungu na anamjua Mungu. But wakati ule Yesu alianza kumwelekeza, akakaa na wokovu wake wa kawaida, akaukataa wokovu wa Mungu. Sasa hivi tunahitaji wokovu wa Kristo, ule alitupa hivyo bure pasipo jambo lolote tuliyoifanya. Pendo lake limo ndani yetu. Nashukuru Baba wetu Yesu Kristo kwa neema, kwa utukufu na kwa haki. Uzima wake umo ndani yangu. Sijui kwako unasemaje. Nakupenda sana. Na ninajua kwamba tutaandamana na tutapendana na tutakuwa katika a fellowship together every day morning. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa. Umejaa nguvu na upendo na mamlaka. Uzima wa milele umo ndani yangu kama vile ulivyo ndani yako. Asante kwa sababu ya watu wale tunaendelea kushikania, kupatana uendani kila wakati na kusapoti uendani. Na shukuru ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, bereni tulikuwa tunaona kama haihitaji support, but kuendelea tu hivyo tulijipata katika nafasi ya kuhitaji support. Na Bwana, ninaona na ninaonelea uwezo mkuu na utukufu wa jambo ule unaotupenda nao. Mpaka mahali tumefikia watu wengi sana, mmoja kwa mmoja, bali na karibu, nje na hata katika nchi yetu ya Kenya. Bwana wetu Yesu Kristo, na wengi wao wameamini katika msamaha wa dhambi na kupokea uzima wa milele kikamilifu katika maisha yao. Asante sana, ni kwa sababu ya watu walio katika dini nyingi zingine wanaoniandikia message, wananipigia simu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sababu mioyoni mwao wameamini na wamekubali ya kwamba kweli Kristo
ndiye aliye uzima, na ule uzima umetoka kwa Mungu, na ule uzima nimeupokea. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa kazi hiyo yote umetufanyia na ukatupenda kupitia, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini, amen.